Karibu sana mashabiki zetu mahali popote muko, kwa majina naitwa Nelson Reporter mwenyewe ndani ya media Bukavu TV, na mbele ya kuzungumza yote naomba ufanya subscribe, like, comment ili uanze kufuatilia vipindi vyetu mara kwa mara. Unajua sisi wenyewe tunakuja kuchechembua ama kuwaletea taarifa ya ukweli, sio taarifa ya uongo, kwa sababu mahali kuna mpambanaji ya vita tunakuja kuwapenyea ama vipi. Na leo tunasema tutakuja kuzungumzia sehemu ya hapa demokratiki ya Kongo, mahali wanaita Sud Kivu, sehemu ya Uvira ama kunaendelea leo tarehe 17 kulikuwa nini hapa sehemu ya Uvira, mbele ya kuja kuchechembua ama kukuja kuwapenyea, kuwapatia ukweli iko ndani ya hizi historia itakuwa vipi. Hebu tusikilize kwanza wakaaji wanasema nini hapo ndani ya Uvira, waliona nini, na tukuje kuambia kwa nini hawa waasi wameamua kuacha hiyo nafasi. Unaona hapa kabisa banaenda biko na mamizigo yao, haikuwa sio nini na nini, niko wapi, niko kwangu, niko njoo hapa kwa rulage kwenyewe c'est confirmé. Unaona bandugu yangu, Uvira dole 17 sangapi pale mkuu ndio sai tuko na filme hapa, sisi tuko etage ngambo ya yulu maake banaenda kabisa, banatoka ngambo ya port iko naenda ngambo ya mdongo, c'est confirmé kabisa. Munasikia hapo sasa, nakuja kuwapenyea hapa, nakuja kuwaeleza sasa ni kwa nini wa M23 ama wahasi wa M23 wameamua kuacha sehemu ya Uvira, ama ni kwa sababu gani? Na kwa kweli leo nakuja kuwapasha sasa habari hiyo ifuatazo. Kwa M23 imeamua tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 2026 wameamua, walikuwa wametangaza muda wa siku 3 kusema kama watahaja sehemu ya Uvira, na kulikuwa kibarua kikubwa kilikuwa kimeandikwa na kiongozi anaitwa Kanyuka. Amesema kama Uvira inabidi iwachwe, lakini mbele ya kuacha kuna masharti, na kuna watu wengi zaidi hawajaelewa kwa kweli kwa sababu gani M23 imeamua kuacha sehemu ya Uvira, na kuacha kwa Uvira ni kwa sababu gani. Na kwa kweli tukiendelea kuwasiliana, kuna hiyo kibarua kiliandikwa katika mkataba wa serikali ya Kongo na waasi wa M23 walikuwa na makubaliano kusema kama wataamua kuacha sehemu ya Uvira, kwa sababu ndani ya kibarua kumeandikwa kwa maneno kadhaa hapo ndani, na tutakuja kuchambua kidogo tu undani kidogo, kwa sababu hatuwezi kujua ukweli ya ndani ya barua hiyo, unajua. Lakini tutakuja kuangalia kwanza kama sisi watu tunakuja kuchambua ni kwa nini M23 ama waasi wa M23 waliacha sehemu ya Uvira walikuwa pool wanaelekea mahali wanaitwa Mulombo. Na hapo sasa M23 waliamua leo tarehe 17 na watoke sehemu ya Uvira waache, na makubaliano wa M23 walikuwa na makubaliano na serikali ya Kongo ama Union Sanzoni kusema kama Umoja wa Mataifa kusema ni wakiacha Uvira ni wa viongozi ama ni watu gani wataongoza hapo Uvira, ama watasimamia Uvira kama wakileta usalama, kwa sababu M23 imezungumza kama haitaki serikali FARDC ikuje kubaki hapa Uvira, ama Yakutumba ama tuseme Yakutumba wazalendo wakuje kubaki sehemu ya Uvira. Katika makubaliano wa Union Sanzoni imezungumza kusema kama itabidi chukue wa serikali ya tuseme Umoja wa Mataifa itakuja kulinda usalama hapo Uvira, na kwa kweli itabidi wakaaji ama population wapate amani, kwa sababu tumeona kama wakaaji wengi sana hapo nchini Uvira wote wamefurahia sana kuona kwa kweli waasi wameelewana pamoja na Jamhuri ya Umoja kuacha sehemu ya Uvira, kumaanisha kama waasi hawataki mapambano tena. Lakini taarifa nyingine tuko nayo, tusikilize kidogo hapo kabla mimi nikuje kuchechembua mambo kadhaa hapo, kwa sababu ndani ya hivi kuna historia kubwa sana, watu wengi hawajaelewa unaenda vipi katika mji wa Uvira, ambako ni siku 3 sasa tangu waasi wa M23 watangaze kwamba wameondoka katika mji huo, na vibarua viliandikwa na kusambazwa kote kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia kutumwa kwa Umoja wa Mataifa. Lakini leo tarehe 17 ni kipi kinachoendelea katika mji wa Uvira? Ukweli ni huu hapa, lakini bado kuna mashaka. Harakati ya kijeshi ya waasi wa AFC M23 imetangaza rasmi kujiondoa kikamilifu katika mji wa Uvira uliopo katika jimbo ya Kivu Kusini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Unasikia hapa kuna
una siasa, yani tuseme kuna vitu vyenye vieleweke. Na kwa kweli, kwa nini M23 ama wahasi wa M23 kwa kweli wamepambana, wamepoteza jeshi lao kwa kuchukua hapo Uvira, wamechukua Tabara, serikali ya Tabara pamoja Twirwaneho pamoja na M23 walishikana pamoja kwa kuchukua sehemu ya Uvira, kwa sababu hao wote wanapambana kwa kuchukua Uvira ama sehemu popote. Lakini kwa saizi tumepata taarifa kusema kama M23 kwa kweli imeamua kuacha Uvira. Sasa tuongee kwanza, tukirejea hapo, kwa kweli M23 imeacha Uvira ama vipi? Kwa sababu hapo Mulenge kuna Tabara hapo, jeshi la Twirwaneho pamoja na jeshi la Tabara, na hizo jeshi la Tabara ni jeshi lilivyotokea sehemu za Burundi mwaka wa 2015. Mwanaifa yupo ni kusema kama kwa nini yani M23 kwa kweli imeamua kuacha Kongo, kuacha Uvira na wakielekea Bukavu, na Bukavu nao itakuja kuachiwa ama vipi? Kwa nini M23 iliamua kuacha Uvira peke yao? Kwa nini hawajaacha Bukavu ama waache Goma? Sehemu zote M23 ilishika, kwa nini hawajaacha? Ama which the problem, ama tuseme ni kitu gani kinajificha ndani ya hizi vitu? Kwa sababu ukiangalia katika demokrasia ya Kongo, na kwa kweli Kiseketi ameamua kuamua kuweka vidole ama kuamua kuwasiliana na M23 kuchukua Uvira ibaki kwa mikono ya MONUSCO. Kwa nini Bukavu hayo haiachiwe mikono ya MONUSCO? Ama Goma, kwa nini Goma haijaachiwa MONUSCO? Ama Masisi haijaachiwa MONUSCO, Minova ama sehemu zingine mahali M23 imeshika? Na kwa kweli vitu mingi vinaendelea kuongea hapa ndani. Watu wengi hawajaelewa kwa hapa ndani kuna historia gani. Watu wengi hawajaelewa historia gani inaendelea hapa ndani ya siasa. Na kwa kweli kama sisi tunaendelea kuchambua kwa kuelesha ukweli iko hapo ndani ya hizo vitu, kuna Kiswahili kenye hakieleweki kwa sababu kwa nini? Hata wewe ujiulize maswali kadhaa. Kwa nini M23 imeacha Uvira? Kwa kweli M23 imeacha Uvira ama ni Kiswahili mtupu tu ama ni vipi? Ni historia, na tutakuja kujua baadaye kwa nini M23, na mimi nitakuja kuwapasha habari ndani ya media kila mara ndani ya Bukavu. Unajua sisi ndani ya Bukavu TV tunakuja kuwapasha habari ya ukweli na kuonesha watu kuelewa, kwa sababu sisi tunagusa upande yote kwa kuonesha upande ya serikali na upande ya wasi wa M23, kwa sababu kwa leo tumeona viongozi vya Yakutumba wanaendelea kujipapazua kwa beli na kuendelea kufanya kampeni na kuendelea kuongea kusema wajiandae kwa kwenda mapambano, na kwa tu watenda mapambano na M23 inaamua kuacha Uvira. Ama ni wasi ya uongo? Kwa sababu tumesikia sehemu zingine viongozi vya Yakutumba wakizungumza kusema kuna mahali popote government ama serikali ya Kongo wameamua, wamesha kushika, lakini kwa sasa wakaji wa hiyo na pande na wakaji wa pande fulani hawawezi kuelekea sehemu za Fizi. Na kwa kweli kunaendelea vipi, na itakuwa kwa kweli kuendelea kutufuatilia ndani ya media, itakuwa ya muhimu zaidi kuwa na sisi ndani ya Bukavu TV1, na kila mara mtaendelea kusubscribe, like, comment, tutaendelea kuwapasha habari ifuatazo ndani ya media Bukavu TV1. Kwa majina naitwa Reporter na wenyewe Nelson. Mungu ende kubariki. Ukitaka kujiunga na sisi ndani nambari yetu ya WhatsApp, utaingia hapo ndani ya link, utaendelea kujiunga na sisi ndani ya group, uende kutupasha ujumbe wako, tutaendelea kuwasiliana. Thank you so much. I love you.